Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuandalia video nyingine. Katika video yetu tutakuelekeza jinsi gani unaweza kuhifadhi dokumenti zako, ikiwa na maana ya PDF, picha pamoja na video kwa kutumia storage ya bure inayotolewa na Google. Hivyo usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili kuweza kupata update ya video zetu zote tunazoshare zenye mafunzo mbalimbali ya kielimu pamoja na ajira. Wengi wao wanajua kwamba kuna app inayoitwa Google Drive na inapatikana na icon yake ni kama ambavyo unaiona hapa, nimezungushia duara. Hiyo ni app ya Google Drive. App hii inatoa storage ya GB 15 kwa kila email. GB 15 kwa kila email. Mfano, nikibonyeza mistari mitatu, nitakuonyesha hapo GB ambazo nimepewa ni hizo 15. Kwa hiyo kwa kila email utaweza kupewa GB 15 ukizijaza ama zikiwa tayari umeupload dokumenti zako au media mbalimbali na kuzimaliza hizo GB 15, basi unaweza kutengeneza email nyingine ama unaweza kulipa ili kuweza kupata GB nyingine. Lakini kwa wale ambao wanataka kuhifadhi for free, basi kuna space ambao wanaitoa wao, storage ya GB 15. Sasa una-upload vipi dokumenti zako? Sasa ukiachana na hii storage ambayo inapatikana kwa free, tuende katika upande wa kuweza kuupload dokumenti zetu ili kuzihifadhi. Cha kwanza kabisa, hakikisha una access na email yako. Mfano mimi hapa tunaona tuna email yetu hapo, ambayo email inaanzwa na M. Hapo katika profile sikuweka picha yoyote ile. Sasa tutakapokuwa tayari umeshajisajili ama tayari umesha login katika simu yako, ikiwa na maana tayari umeshaingiza email yako katika simu, basi utakwenda katika hii app kama tulivyoonyesha awali, inaitwa Drive. Inapatikana Play Store. Kama katika simu yako hakuna, basi utaweza kuidownload Play Store, lakini simu nyingi inakuwepo ipo. Kwa hiyo baada ya kufika hapo, kuna hivi kialama hapa cha jumlisha hichi. Utakapoibonyeza utafunguka machaguo mbalimbali. Sasa sisi tunataka kuweza kuupload dokumenti zetu ama kuzihifadhi. Sasa kuna machaguo mawili muhimu. Chaguo la kwanza ni hili la kuupload, lakini la pili ni la kucreate folder. Unaposema upload, hapa utakuwa tu unapakia. Mfano nikibonyeza upload, basi itanipeleka moja kwa moja kuweza kuchagua media ambayo mimi naitaka kuiupload ama kuhifadhi katika hiyo Google Drive. Kama ni image utabonyeza image, kama ni document utabonyeza document. Kwa mfano hapo nikichagua yote itaanza kupakia. Mfano labda hii ni historia na maadili. Utakapomaliza unaona hapo ina upload. Baada ya hapo basi utaipata ndani ya app hii. Hapo unaona nimeupload dokumenti nyingi za mitihani. Kwa hiyo tunaona hapo dokumenti yetu ambayo tumeiupload hivi sasa ni hii ambayo unaiona hapo, mtihani wa historia na maadili exam 1. Hata ukiangalia muda unaonyesha saa 9 na dakika 45 na tayari imeshabadilika imekuwa 46. Sasa nimekuambia kuna sehemu mbili muhimu, ya kwanza ya upload, ya pili ya create folder. Sasa huku nimeupload PDF moja, lakini ukiangalia huko juu nimetengeneza folder, ambayo folder hiyo mfano hii njigi open ndani tena unakuta nimetengenezea folder kwa ndani. Open tena ndani ya folder unakuta nimeupload PDF. Sasa hii inasaidia kwa sababu utakuwa unatenganisha media zako. Mfano wewe unataka kuupload picha zako. Kwa hiyo ukatengeneza folder labda ukaliita picha zangu. Sasa baada ya kuiupload hivyo, basi unaweza create, itakuwa tayari imeshatengenezwa. Kwa hiyo utakaposhuka chini, maana itakuwa inajipanga alphabetical.
hiyo utakaposhuka chini utaikuta, ama unaweza ukaisearch hapo. Folder yetu tunaita picha zangu. Imekuja hiyo hapo. Kwa nitakapoingia ndani itakuwa ni iko empty, sijapakia kitu chochote kile. Kwa nikitaka kuweka picha ndani ya hii folder ndo utabonyeza hapo kwenye jumlisha tena ndani ya hii folder. Nikiwa niko nje huku, nikibonyeza upload hapo, faili itapatikana nje ya hizi folder. Lakini nikitaka kitu ambacho nataka kukihifadhi kiwe ndani ya folder ambayo nimekusudia, cha kwanza nitaingia katika hiyo folder niliyotengeneza, ilikuwa tunaita picha zangu. Hapa nitaingia kwanza, baada ya kuingia ndani ndo nitakwenda kuupload. Kwa nitakwenda katika sehemu ya image. Baada ya hapo kusa image ambayo nataka kuiupload. Kama nataka kuselect basi utaselect nyingi, kama nataka kuupload utaupload. Utamalizia na kuselect, utakuja hapo utabonyeza upload, na baada hapo utaisubiri iweze kupakia. Kama tunavyoona tayari imeshapakia. Kwa hiyo baada ya hapo unaweza ukaifungulia ndani, lakini pia unaweza ukashare link. Mfano mtu anataka kumtumia, basi unaweza ukashare link. Utabonyeza vidoti vitatu. Baada hapo kuna sehemu imeandikwa copy link. Hii hapa imeandikwa copy link. Kwa una copy, ukimtumia ile link basi anaweza kuidownload. Lakini sasa ili aweze kuidownload lazima uwe umemruhusu, umempa access. Utampaje access ya kuweza kudownload? Utakuja hapo ulipoandikwa manage access. Utabonyeza hapo. Kisha utakuja hapa kulipoandikwa restricted hapo. Utabonyeza. Baada hapo utabonyeza hapo kulipo restricted. Utachagua hapo kulipoandikwa anyone with the link. Utabonyeza hapo, ita-update. Baada ya ku-update itakuwa tayari. Kwa ukirudi utaikuta hapa kwenye general access imebadilika, imekuwa anyone with the link, lakini mwanzo ilikuwa ni restricted. Sasa hapo ukibonyeza vidoti vitatu ukimtumia hii linki moja kwa moja, mfano tuchukue linki tunaipaste Google, utakavyo isearch unaona inakuja hapo ile media, ambapo yeye akienda katika hivi vidoti vitatu na kubonyeza chaguo la download, basi ataanza kudownload hiyo PDF na itapatikana katika simu yake. Lakini faida kwako ni kwamba wewe utakuwa una access ya kuweza kupata picha zako hata kama simu umepoteza. Mfano sisi tumesha upload picha zetu katika hii app ya Drive. Nitakapoipoteza hii simu, nikinunua simu nyingine, nitakapoingiza tu ile email yangu, nikienda katika app ya Drive, basi nitakuta hizi folder zangu. Kwa hiyo tunaona tofauti mwingine hapa. Ukiangalia folder hii ina kichwa cha mtu, hii haina kitu. Sasa tofauti ukoje? Hiyo ambayo haina kitu tunasema kwamba bado iko restricted. Hiyo ambayo ina kichwa cha mtu tayari inakuwa ni anyone with the link. Kumbuka ndani ya hii folder tumeupload picha, ambayo picha hii tayari tumesharuhusu kwamba yote mwenye link anaweza kudownload. Lakini folder ya picha zangu hatujairuhusu. Kwa hiyo kabla hujaingia ndani unaweza kubonyeza vidoti vitatu, ukaja ukabonyeza tena manage access kumruhusu. Mfano unaweza kumtumia folder na yeye akaweza kawa anaingia ndani ya folder na kudownload kile ambacho anakihitaji. Sasa kama unataka kumtumia link ya folder ili aweze kudownload, basi pia unatakiwa uifungue ama umpe access yoyote mwenye link aweze kudownload. Kwa hiyo utaiondoa ile restricted, utachange hapo, utabonyeza, utachagua anyone with the link. Kisha baada ya hapo hata utakaporudi nyuma utaiona ile folder picha zangu tayari ina kichwa. Kwa hiyo paka hapo utakuwa tayari umeshampa yeyote mwenye link access ya kuweza kudownload kilichopo ndani ya hiyo folder. Lakini unaweza kawa umetengeneza folder katika upande wa home umeita picha zangu, na wewe unataka uwe katika picha zako, labda una picha zako za sikukuu na picha zako za mtaani, unataka kuzi-upload tofauti.
utatengeneza pia folder ndani ya hiyo. Unaweza kusema picha zangu labda za sikukuu. Umeona, utalicreate, itakaa hapo. Picha zangu, folder nyingine mtaani, utaweka hapo, itakaa pia. Kwa hiyo kama unataka nyingine basi utaweka nyingine. Baada ya hapo, kama unataka kuupload picha ndani ya folder ya picha zako za sikukuu, utaingia ndani ya folder ya sikukuu, utaupload. Baada ya kuupload hapo, picha zako zitajiarrange huko. Haya, unataka kuupload picha zako ambazo ni picha za mtaani, utaingia katika folder ambayo umeliname kama mtaani, utaupload na hapo zitakaa huko vizuri tu. Sawa, hii inarahisisha sana kwa sababu inaondoa ule mchanganyiko wa picha zako. Kwa hiyo ukipangilia katika hivi inakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kupata kile unachokihitaji bila kupoteza wakati. Lakini uzuri tunaona kwamba tulienda katika manage access tukaweza kuiruhusu. Sasa hizi folder ambazo tumetengeneza mara mwisho tunaona tayari zenyewe zimesha change automatic. Kwa sababu gani? Sababu ni kwamba tayari tumesha change ama tumesha ruhusu access kwa upande wa folder la nje kabisa ambao ni picha zangu. Kwa hiyo ukisha ruhusu tu folder ya nje, chochote kilichopo ndani basi kitaweza kudownloadiwa vizuri. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuhifadhi vitu vyako. Inaweza kuwa ni PDF, inaweza kuwa ni video, inaweza kuwa ni picha, kwa njia rahisi kabisa kwa GB hizo 15 bure.